BMP TV Professional Update. Alfajiri njema mtazamaji wetu, karibu sana kwenye BMP TV Online, taarifa ya alfajiri, mahali ambapo sauti za wananchi usikika, changamoto zao uangaziwa na mafanikio yao usherekewa. Katika mwanga huu wa asubuhi tunakuletea taarifa muhimu kuhusu maisha ya kila siku, afya, elimu, usalama, ajira na haki katika jamii yetu. Hii ni dakika ya kuamka si kwa mwili tu, bali pia kwa fikra. Na huu ni mwanzo wa siku yenye maarifa. BMP TV tuko kwa ajili yako. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mpya mara tu zinapotoka. Na leo tarehe 5 Januari 2026, sasa twende moja kwa moja kwenye mtasari wa habari zetu za leo. DRC Misisi. Kumekuwa na taarifa za kusikika kwa milio ya risasi katika kijiji cha Misisi kilichopo katika jimbo la Fizi, mkoa wa Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makobola. Hali ya usalama katika eneo la Makobola inaeleza kuwa imethibitiwa vyema, huku wazalendo wakiendelea kulinda raia. Uvira. Katika mapigano makali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wazalendo kushirikiana na jeshi la taifa la FARDC wametangaza kufanikiwa kuwasukuma nyuma waasi wa M23 kurejesha udhibiti wa vijiji kadhaa katika eneo la Uvira mkoani Kivu ya Kusini. Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa Marekani itaendelea kubaki na kuongoza mchakato wa Venezuela hadi pale mpito wa kisiasa ulio halali utakapopatikana. Kuna hayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. RC Misisi. Taarifa za dharura zimetufikia na zinaeleza kuwa wakazi wa kijiji cha Misisi kilichopo katika jimbo la Fizi, mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameshuhudia na kusikika milio ya risasi iliyodumu kwa muda katika maeneo mbalimbali ya kijiji hicho. Kwa mujibu wa mashuhuda wa eneo hilo, milio ya risasi ilisababisha uoga, taharuki na sintofahamu miongoni mwa wananchi, hali iliyowalazimu baadhi ya wakazi kusalia majumbani mwao, huku wengine wakikimbilia maeneo yanayozaniwa kuwa salama zaidi. Shughuli za kawaida za kijamii na kiuchumi ziliripotiwa kusimama kwa muda, huku hofu ikitanda kutokana na kutokujulikana kwa sababu ya tukio hilo. Hadi kufika sasa, chanzo halisi cha milio hiyo ya risasi bado hakijathibitishwa rasmi na kuna taarifa kamili iliyotolewa kuhusu wahusika wa tukio hilo wala lengo lao. Vilevile bado hakuna uthibitisho wa kuwepo kwa vifo, majeruhi au uharibifu wa mali, kwani tathmini ya uhalali inaendelea kufanywa na mamlaka husika. Vyanzo vya kiusalama katika eneo la Fizi vinaeleza kuwa vyombo vya ulinzi na usalama vimeanza kuchukua hatua za haraka, zikiwemo doria za kuimarishwa, ukusanyaji wa taarifa kutoka kwa wakazi, pamoja na ufuatiliaji wa hali ya usalama ili kubaini chanzo cha milio hiyo na kuzuia madhara yoyote yanayoweza kujitokeza. Viongozi wa eneo hilo wametoa wito kwa wakazi wa Misisi na maeneo jirani kubaki watulivu, kuepuka kusambaza taarifa zisizothibitishwa na kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa yoyote muhimu itakayosaidia uchunguzi unaoendelea. Aidha, wananchi wametakiwa kufuata maelezo yote yatakayotolewa na mamlaka za serikali na vyombo vya ulinzi kwa ajili ya kulinda usalama wao. Tukio hili linajiri katika kipindi ambacho hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasi mkubwa miongoni mwa wakazi na wadau wa usalama. Serikali na wadau mbalimbali wamekuwa wakisisitiza umuhimu wa kulinda raia na kurejesha hali ya amani ya kudumu katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro ya mara kwa mara. Uchunguzi wa kina unaendelea kufanywa ili kubaini kiini cha tukio hili, wahusika wake, pamoja na athari zake kwa wananchi. Mamlaka husika zimeahidi kutoa taarifa rasmi pindi zitakapokamilishwa tathmini ya awali na kupata ukweli kamili wa kilichotokea. Tutaendelea kuwafahamisha watazamaji maendeleo mapya kadri yatakavyopatikana. Hii ni taarifa ya awali, endelea kufuatilia matangazo yetu kwa taarifa zaidi.
Hiyo ilikuwa ni taarifa ya habari kutoka Misisi. Tujielekeze Makobola. Katika taarifa zilizotufikia kutoka Makobola, inaeleza kuwa hali ya usalama iko katika kiwango kizuri kufuatia ulinzi unaoendelea kutolewa na wazalendo kwa wakazi wa eneo hilo. Hatua hizi zimechangia kurejesha hali ya utulivu na kuwapa wananchi uhakika usalama wa maisha na mali zao. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, dada Sara ametajwa kama miongoni mwa watu waliotoa mchango mkubwa na wa kujitolea kwa dhati kwa ajili ya taifa. Jitihada zake zimepongezwa kama mfano wa uzalendo, mshikamano wa kujitoa kwa ajili ya maslahi ya wananchi. Viongozi wa jamii wanahimiza wakazi wa Makobola kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi pamoja na wazalendo ili kudumisha amani na usalama uliopo, huku wakiepuka vitendo vyovyote vinavyoweza kuathirisha utulivu wa eneo hilo. Picha na video kamili za hali ya usalama na shughuli zinazoendelea zinapatikana kupitia kundi jipya la wazalendo la WhatsApp kwa lengo la kuwafahamisha wananchi maendeleo ya ulinzi na juhudi za kulinda taifa. Hiyo ilikuwa ni taarifa ya habari kutoka Makobola. Tujielekeze mjini Uvira. Katika mwendelezo wa mapigano yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mkoa wa Kivu Kusini, kundi la wazalendo likishirikiana kwa karibu na jeshi la taifa la FARDC limetangaza mafanikio makubwa dhidi ya waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Bwana Dalton, msemaji wa CNPCC chini ya uongozi wa Jenerali Amuri ya Kutumba, waasi wa M23 walishambulia maeneo hayo majira ya saa 1 asubuhi. Hata hivyo, wazalendo waliwakabili vikali katika maeneo ya milimani ya Katongo na kufanikiwa kuwasukuma nyuma. Adui alishambulia majira ya saa 1 asubuhi, lakini tuliwakabili katika milima ya Katongo na tukawafukuza. Kwa sasa tunadhibiti milima yote kuanzia Katongo hadi Uvira, na wanachama 6 wa M23 na RDF wamejisalimisha. Ushirikiano wetu na jeshi la FARDC unaendelea vizuri na hali iko shwari, amesema Bwana Dalton. Aidha, msemaji huyo ametumia fursa hiyo kutoa wito maalum kwa askari wa zamani wa FARDC ambao walikamatwa na kulazimishwa kujiunga na kundi la waasi wa M23 kurejea mikononi mwa serikali. Katika kauli yake alisema, na nukuu maneno yake, "Ninawaomba askari wote wa FARDC waliotekwa na kulazimishwa kujiunga na M23 RDF wajisalimishe. Watapokelewa kama wanafamilia na watarejea kupokea mishahara yao kama kawaida," amesisitiza hivyo Bwana Dalton. Mapigano hayo makali yanaripotiwa kutokea tarehe 3 Januari yakihusisha wazalendo kwa kushirikiana na jeshi la FARDC dhidi ya waasi wa M23 katika maeneo kadhaa ya eneo la Uvira mashariki mwa DRC. Tangu kudaiwa kutwaliwa kwa mji wa Uvira na waasi wa M23, jeshi la Kongo limekuwa likiongeza mashambulizi na operesheni za kijeshi kwa lengo la kurejesha udhibiti kamili wa mji huo na maeneo yanayozunguka. Hali ya usalama inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wananchi wakihimizwa kuwa watulivu na kushirikiana na vyombo vya ulinzi katika juhudi za kurejesha amani ya kudumu katika eneo hilo. Hiyo ilikuwa taarifa kutoka mjini Uvira. Tujielekeze nchini Marekani. Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika Jumamosi, Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Marekani itaendelea kubaki na kuongoza Venezuela hadi pale ambapo mchakato wa mpito wa kisiasa unaokubalika kisheria na kidemokrasia utakapotekelezwa kikamilifu. Kwa mujibu wa Rais Trump, hatua hiyo inalenga kuhakikisha kurejeshwa kwa utawala wa sheria, demokrasia na heshima ya haki za binadamu katika taifa hilo la Amerika ambalo limekumbwa na mgogoro wa kisiasa na kiuchumi kwa miaka kadhaa. Katika kauli yenye ujumbe mzito wa onyo, Rais Trump alimrejelea rais wa Venezuela Nicolas Maduro, alimtaja kama dikteta, akisema kuwa, na nukuu maneno yake, "Kilichomtokea rais dikteta Nicolas Maduro kinaweza kumtokea mtu yeyote." Kauli hiyo
inatafsiriwa na wachambuzi wa siasa za kimataifa kama onyo kwa viongozi wanaodaiwa kukiuka demokrasia, pamoja na ujumbe kuwa Marekani iko tayari kutumia ushawishi wake wa kisiasa na kidiplomasia kushinikiza mabadiliko ya uongozi. Tamko hilo linakuja katika wakati ambapo jumuiya ya kimataifa inaendelea kugawanyika kuhusu mustakabali wa Venezuela, huku baadhi ya mataifa yakimuunga mkono Maduro na mengine yakisisitiza juu ya mabadiliko ya kisiasa kupitia uchunguzi huru na wa haki. Hadi sasa, mamlaka za Venezuela bado hazijatoa mujibu rasmi kuhusu kauli hiyo ya rais wa Marekani, huku hali ya mvutano wa kisiasa kati ya Caracas na Washington ikiendelea kushika kasi. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata, na usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mpya mara tu zinapotoka. BMP TV Professional Update.